mabingwa wa zamani wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Unajua kuna muda ukikaa kama mashabiki wa Arsenal zigana ziwashikaji wakiamua kukusuuza kwambia kwamba timu kama Nottingham Forest ina ndoo ya ligi ya mabingwa barani Ulaya afu una. Sasa wanetu chini ya kocha wao Nuno ni kama wanaitaka sana ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa msimu ujao, na moja ya eneo ambalo tunawatazamia zaidi Nottingham Forest ni kwenye namna ambavyo ratiba yao inasomeka kwa sasa, na miongoni mwa mechi ambazo walikuwa wanatazama kwa tofauti ni siku ya jana ambayo ilikuwa na kazi mbele ya Spurs. Japo ilikuwa ni wazi kwenye eneo la form Nottingham Forest ndio alikuwa anapewa priority ya kwenda kutoboa kwenye huo mchezo, na ndicho ambacho kilienda kutokea. Mwisho wa siku Nottingham Forest anapata ushindi wa bao 2-1 mbele ya Spurs ugenini. Kwa hiyo Spurs wale ambao walianza msimu sio wale ambao wanaenda kumaliza msimu. Kuna utofauti mkubwa sana kwenye namna ambavyo mambo yao yanaenda. Japo pia mashabiki wao wengi kwa sasa wanaamini ni bora wakawekeza zaidi nguvu kwenye usiku wa Europa League ambako wapo kwenye hatua ya nusu finali. Kwa hiyo kitendo cha jana Nottingham Forest kuzipata alama 3 wanarejea kwenye ile top 4 wakiwa na pointi zao 60. Leo tena ni kikombe cha Manchester City akikutana na Aston Villa. Hiyo pia ni katika muendelezo wa ligi ya soka pale nchini England. City na Villa tunajua kwamba haitakuwa nyepesi kwa namna ambavyo City mambo yake yanaenda, bado anaitaka zaidi nafasi ya kwenda kuna usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya mbele ya Aston Villa vijana wa Unai Emery ambao pia wana mabadiliko makubwa sana, na hii show itapigwa saa 4 usiku. Pale kuna muendelezo wa ligi ya soka nchini England, itakuwa ni Etihad Stadium. Lakini kwenye ligi 1 nchini Ufaransa, bingwa PSG atakuwa anacheza leo na Nantes, itakuwa ni saa 3:45, na pale kuna La Liga, kuna Dimba la Mestalla Valencia atakuwa na kazi mbele ya Espanyol, itakuwa ni saa 2, na FC Barcelona saa 4:30 atacheza na Mallorca leo hii. Kwa hiyo wanetu wa majamvi bado mambo ipo. Sasa kuna watu washashuka daraja, kwa mfano pale nchini England kuna watu wameshuka daraja, lakini kuna watu ambao wanarejea kunako ligi ya soka pale nchini England mara baada ya michezo ya jana ya Championship kuweza kupeta michele. Na miongoni mwa timu ambazo zinarejea msimu ujao kunako ligi ya soka pale nchini England msimu wa ligi wa mwaka 2025-26 ni pamoja na Leeds United bila kuwasahau Burnley, wazee wa Turf Moor. Kwa hiyo hizi ni timu mbili ambazo zinarejea kunako ligi ya soka pale nchini England kwa msimu ujao, wanachukua nafasi ya Soton, Leicester City pamoja na ndugu zetu Ipswich Town ambao wote wameshashuka daraja. Kwa kuwa umegusia hapo wanaoshuka daraja kutoka nje ya mipaka ya bara letu la Afrika, si vibaya tukarejea kwetu nyumbani kibongo bongo NBC Premier League walioshuka daraja bado tayari. Mbona ilikuwa asubuhi tu. Jana kwenye muendelezo wa soka Tanzania bara, kitendo cha Ken Gold kupoteza mchezo mbele ya klabu ya Coastal Union kipigo cha bao 2-1 ni wazi Ken Gold likiwa soka Tanzania bara msimu ujao watakuwa wanaisikia kwenye bomba. Yani wanetu wameshashuka daraja, maana wameshacheza michezo 27 point 16. Hata kama watashinda mechi 3 ambazo zimebaki, maisha yao ni magumu, bado hayawasogezi popote. Kwa hiyo kifupi, timu ya kwanza kushuka daraja msimu huu kuna kulikia soka hapa Bongo ni klabu ya Ken Gold kutokea pale jijini Mbeya. Mwendo umeumaliza, vita wamevipiga kweli kweli. Kinachokwenda kumlostisha Simba katika michuano hii anaishiriki ya kimataifa ni yeye namuona na viporo vingi sana, na inawezekana vikawa bado vinaendelea. Hapa katikati ana mchezo kabla ya kuelekea ule wa South wa marudio wa NBC. Simba kwa mwezi wa 4 alikuwa na mechi yote alikiwa soka Tanzania bara kwa mwezi wa 4, na hiyo alimpatia nafasi kutokana na shughuli ambazo anazifanya za michuano ya kimataifa. Kwa sababu kwa mfano kwenye engo alikiwa soka Tanzania bara, mara baada ya michezo ya jana ligi itasimama, itarudi tarehe 12-13. Lakini muda ambao ligi itasimama, mnyama ndio itabidi aanze kukamua kuzima vile viporo. Kwanza kukamua viporo vyake ambavyo vimeenda back to back. Kwa hiyo atakuwa na mechi back to back mapema mwezi wa 5. Kwa hiyo hapa katikati ana mechi, anajiandaa na hiyo shughuli ya siku ya tarehe 27, na rais wa heshima ndani ya klabu hiyo Mo Dewji anasema kwamba wana Simba waache ngenga. Sasa hizo wanahitaji kuwa wamoja, wasianze kumtafuta mchawi nani kwa sababu watu wameshaanza kumpiga mawe Jean Charles Ahoua. Ndio. Msana mazuri mengi ambayo ameyafanya kuliko hata ile nafasi ambayo alipoteza. Akatolea mfano mchezaji mmoja alikuwa anacheza ndani ya klabu ya Chess, Torres. Kwa anakosa sana mabao ile. Tena kwa sometimes kwenye mechi kubwa. Kwa akisema kama huyu alikuwa anakosa, huyu ni nani? Na unajua kwa mfano kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho mnyama ndio timu ambayo inatengeneza nafasi big chances nyingi kuliko timu yote, afu ndio inaongoza kuzipoteza. Wamecreate nafasi karibia 26. Wampoteza nafasi 20. Simba. Kwa hiyo ni wazi kwamba kwenye eneo lao la final third pamekuwa pana shida. Mwanetu John Nobo mpokea jana barua
ya John Noble nani? golikipa wa Fountain Gate. Golikipa wa Fountain Gate. Baada ya jana kupasuka chuma 4. Ni Nigeria hivi? Okay, profile kubwa. John Noble. Nyimba hiyo ya Nigeria hatari. Mwanetu kwa jana kocha kwanza mwenyewe kashindwa kwanza kujizuia. Hayo mchezaji huo ndio chanzo cha siku kupoteana. Mbili zile ametoa sadaka. Maneno ya kocha sio maneno yangu. Kwa sababu unajua kuna vitu kwenye sio maneno yangu, maneno ya kocha. Kwa hiyo jamaa inaelezwa kwamba anasimamishwa na Fountain Gate hapo tayari kumvunjia mkataba. Maisha mengine yaendelee kwa kile ambacho kimetokea siku ya jana. Ukionyeshwa profile ya yule goalkeeper, ukienda kuangalia marudio ya mechi aliyocheza jana kwa goli 2 alizoruhusu, utapata tabu sana mpaka utajiuliza hii profile bora hata angepewa nani. Lakini baada ya ushindi wa jana Yanga msimamo ni ule ule. Wambakiza mechi 3 wanasema. Maneno ya Engineer Harris. Yani msimamo ule ule wa hatuchezi.